Hizi ni ripoti za AyoTV na millardayo.com kutokea hapa mkoani Kigoma, ambapo mkuu wa wilaya ya Kigoma Dr. Rashid Chuachua ameweza kuzungumza kwa niaba ya serikali kufuatia barabara ya Kagashi kujaa maji, ambapo ni zaidi ya nyumba 74 zilizojaa maji kutokana na mvua kubwa zilizonyesha kuanzia mwaka 2023-24, ambapo amefika hapa na kuzungumza na wananchi. Kubwa zaidi, amesisitiza kuchukua tahadhari dhidi ya mvua ambazo zinaendelea kunyesha kufuatia barabara hizi kujaa maji. Lakini kubwa lingine amelozungumza, amesema kwamba barabara hizi zitafungwa kwa muda ikifuatia mchakato mzima wa serikali kuhusiana na taratibu za kuondoa maji haya ambayo yamevamia zaidi ya nyumba 70 katika maeneo haya. Lakini wananchi wa maeneo haya wamezungumza mbele ya mkuu wa wilaya, kubwa zaidi wakiomba serikali kuwasaidia namna ya kuondoa maji haya ili kuepukana na adha ambazo wanazipata juu ya makazi yao. Huu sasa ni mwaka wa 3. Kwa sababu hili swala limeanza kuanzia mwaka 2023 mpaka leo hii. Sasa tumeona wazi kwamba kwa nini inakuwa hivi. Tunakuwa tunalalamika. Kwa nini hatusikilizwi? Sisi kubwa tulikuwa tunaliomba, kwa sababu hizi taarifa tulio kuzisikia kwamba kuna swala la kutaka kuyaondoa haya maji, kuyahamisha haya maji, na uwezekano huu upo, kwa sababu swala hilo likisha tamko na serikali haiwezi kushindwa kitu chochote. Kwa bila shaka haya maji yatafanyaje? Yataondolewa hapa. Lakini sasa tumeona muda unakwenda na mvua ndizo hizo zinazidi na maji ndio yote yanaongezeka, na hata pale ambapo maji yalikuwa hajafika sasa yamefika, jambo ambalo tunaliona kwa kweli kwetu ni hatari sana. Mheshimiwa, msingi wa tatizo letu hili kiukweli limeanzia tangia mwaka 2023. Lakini msingi kabisa wa tatizo hili ni nini? Ni baada ya miundombinu ya barabara kuelekezewa, mifereji ile kuelekezwa katika makazi ya wananchi, makazi ya nyumba zetu. Lakini sasa Mheshimiwa, tulitarajia mazingira haya, maji haya pengine yangeweza kuwa kidogo. Lakini haya maji ni ongezeko la miaka 2. Mwaka juzi iliacha akiba. Mwaka jana imeacha akiba. Mwaka huu inakuja. Hatuwezi kujua mwaka kesho maji yatakuwa wapi. Kwa maana hiyo, kwa kuwa serikali ilikuwa imeshatoa wazo kwamba watatoa maji haya, tulikuwa tunaomba sana. Tunaamini kabisa serikali yetu ni serikali sikivu. Tunaamini jambo hili, serikali mkiamua inawezekana. Kutoa maji naamini ni gharama nafuu. Inawezekana kabisa. Kuliko kusema kwamba tulipe fidia watu wote, kwa sababu kesho na kesho kutwa maji yatafika airport. Hatuna faraja. Toka tulihama hakuna mtu anayetufuatilia tunakaa wapi wala tunaishi vipi. Tuna watoto wanapitia kipindi kigumu, watoto wanakuwa wapate masomo yao ya ziada. Tunasikia tu hela zimetoka. Mikoa yote wamepata. Lakini huu mkoa wa Kigoma una nini? Serikali inashauri yafuatayo. La kwanza, katika kipindi hiki ambacho hatuwezi kusema kwamba maji yale yanaweza kuondoka kesho, ni muhimu kuendelea kuchukua tahadhari. Kwa sababu hata tufanyeje hatuwezi kusema kwamba kesho maji yale yanaweza kuondoka. Lakini haina maana kwamba serikali imekaa kimya. Lakini nataka niwahakikishieni, serikali ya wilaya sawa na kwa maelekezo ya Mheshimiwa mkuu wa mkoa bado tunaendelea kufuatilia jambo hili. Na sasa hivi juhudi zinaendelea sana kwa kasi kubwa. La kwanza, tunayo miradi ya tactic ambayo inafanyika inatekelezwa katika eneo letu. Mkurugenzi wa manispaa amepeleka andiko serikalini la kueleza hali halisi ya eneo hili na kwa nini tuwe na mfereji mkubwa wa kuondoa haya maji. Na andiko limepokelewa na utaratibu huo umefika mbele zaidi, kwa sababu hata wahandisi wa tactic walikuja kwa ajili ya kufanya tathmini ya taarifa ya mkurugenzi. Hilo la kwanza. Na hatushirikishi hilo tu, tunashirikisha watu wa mamlaka za kiwanja cha ndege, maana kuna kiwanja cha ndege hapa jirani, lakini tunayo mamlaka yetu ya TAMISEMI, kwa sababu hapa jirani kuna miundombinu ya TAMISEMI yakiwemo makazi yenyewe ya watu pamoja na nyinyi wenyewe. Kwa hivyo sina kauli nyingine ya kusema zaidi ya kusema serikali inaendelea kufuatilia jambo hili kwa karibu sana. Hakuna kiongozi, awe mkuu wa wilaya awe mkuu wa mkoa, anafurahia kuona wananchi kila siku mvua ikinyesha akili yetu ipo Katubuka kuna nini. Mimi taarifa nimepata jana kwamba zile mvua zimeleta madhara mpaka barabara hii haipitiki kwa sasa. Nikasema leo nitakuja kuzungumza na nyie. Hakuna ambaye anapenda, na nataka niwahakikishie hatua zinaendelea kuchukuliwa. Na mimi nafuta kauli ya kwamba
kuna baadhi ya viongozi pengine wanakebehi, nasema hilo ni kosa. Umeelewa vizuri eh? Hapa kuna hati, wananchi mna hati za kukaa katika eneo hili, na kama mna hati, mna haki ya kulalamika. Umeelewa vizuri eh? Kwa hiyo mimi kwa kifupi sana nitoe maelezo nirudie tena maelezo niliyoyatoa. Ni kweli hapa kuna changamoto. Miundo mbinu ni kweli kabisa ina changamoto kutokana na wingi wa maji, lakini pia ni kweli hata wale waliojenga barabara na wale waliojenga miundo mbinu mingine, eneo hili alikuwa na maji. Ni mabadiliko tu ya hali ya nchi, mabadiliko ya hali ya hewa. Nimeambiwa kuna barabara mbili, kuna Ujiji kuna ya Baptisti na kuna barabara nyingine ya kutokea Ujiji na Kawawa, si ndio? Tumeambiwa kuna barabara mbili, lakini nimeambiwa pia barabara hizo sio kama zipo katika hali nzuri sana, lakini angalau zinaweza zikapitika. Tutakapofunga hii, msitulaumu, nia ni njema. Barabara hii kwa sababu imepata changamoto ya kuingiliwa na maji, na kwa sababu watumiaji wa barabara hii wanaweza kupata pia changamoto kwa kuwa barabara halisi haionekani. Kwa hivyo tutaweza kuifunga kwa muda, na badala yake tutatumia zile barabara mbadala mpaka pale tutakapopata suluhu ya maji kuondoka kwenye barabara hii. Kwa hiyo ningependa ni waombe wananchi wa wilaya ya Kigoma, wale wote ambao wanaishi katika maeneo ambayo yanaweza kuwa na changamoto hii, wachukue tahadhari katika kipindi hiki cha mvua ili kuepusha maafa. Lakini kwa wananchi wa Katubuka, zipo barabara mbili ambazo tumezitaja zitatumika ili kuikwepa barabara hii ambayo imeingiliwa na maji, na ninayo imani kwamba jitihada za serikali za kuhakikisha kwamba eneo hili linabaki kuwa eneo salama zitaendelea na zimekushaanza. Nikiripoti kutokea mkoani Kigoma, barabara ya Kagashe Road hapa Katubuka, mimi naitwa Lidreams TZA wa AyoTV na millardayo.com.